نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله، وهي وصية للأولين والآخرين، أو كما قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب العزيز: وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. أما بعد، أحباب رسول الله، baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema mwalimu wetu, kiongozi wetu, mtukufu wa daraja, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunarejesha shukrani zetu zote za dhati kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia mimi na wewe kuweza kufika katika siku kama hii ya leo. Si ujanja wetu bala si nguvu zetu, ila ni taufiki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wangapi ambao walikuwa wanatamani wafike katika siku kama hii, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala hakuwajalia wakawa miongoni mwa sisi ambao tutakaoweza kuja kutekeleza ibada yake, miongoni mwa ibada katika siku ya Ijumaa kama hii. Wapenzi katika imani, nausia nafsi yangu juu ya kuhusia nafsi za waumini wenzangu juu ya swala zima la kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambaye hakuna yoyote atakayeweza kuabudiwa ama kupatiwa sifa ambazo zinazostahili isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao tulianza 11 tukatoka 12 na sasa tuko katika 13, ambao siku zinazidi kuyoyoma, ndio pale tukaambiwa ayyaman ma'dudat, ni masiku machache. Na ni kweli leo ni masiku machache, kwa kuwa tulianza 1 na leo tuko 20 na hii yote ni taufiki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutupenda na kutupatia neema kama hii ya kuweza kufika katika siku kama hii na kuweza kutekeleza ibada zake vile inavyostahili. Ikiwa tuko katika 13 ambalo katika hili 13 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupatia sisi fursa adhimu ya kuweza kurudi kwake na kutaka msamaha kwake. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuwekea katika 13 kama hivi upatikaniwa usiku ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia yoyote atakayefanya ibada katika usiku na ule usiku ukampata ikiwa hali yeye bado yuko katika ibada, ambao ni usiku gani? Huu ni usiku wa Lailatul Qadr, usiku wa cheo.
Tukiangalia katika Qur'ani inatuambia Lailatul Qadr khairu min alfi shahr. Katika huu siku moja ibada utakayoifanya itakuwa ni ibada ambayo kwamba umeifanya katika miezi 1000. Tukiangalia katika hisabu ya kukata hapa na hapa, tutapata itakuwa ni miaka 83 na miezi mitatu. Hii ndio fursa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametupatia mimi na wewe kuweza kung'ang'ana nayo. Itakuwa hasara ikiwa usiku kama huu utakupita, ikiwa wewe haujafanya yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyotuamrisha tuyafanye. Tukiangalia katika usiku kama huu, Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha tufanye nini? Ama tukae nje vibarazani tuangalie tujue leo ndio ile siku? Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anatutaka mimi na wewe tuweze kukaa chini na kuweza kufanya ibada zetu, tujipinde katika ibada katika usiku kama huu, maana hakuna yoyote ambaye kwamba anajua zile funga zake ziko vipi. Ndiyo maana katika huu usiku tukiangalia wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Aisha radhiallahu anha, na Aisha alimpata Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamuuliza Mtume, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, je, ikiwa mimi nitaingiliwa na usiku wa Lailatul Qadr, ni kitu gani ama ni dua gani ambayo kwamba mimi nastahili kuiomba? Lakini tukiangalia mimi na wewe, usiku kama ule tukiupata, tutataka tuombe vile ambavyo viko katika duniani. Kunao wengine watakuwa naomba fulus, kunao wengine watakuwa naomba mali, lakini angalia kauli ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumwambia na Aisha. Alimwambia na Aisha jambo moja, wakati utakapo kuwa uko katika ibada yako, na katika hiyo ibada yako iwe itakuwa ni miongoni mwa siku ambazo kwamba itakuwa ni usiku wa Lailatul Qadr, basi wewe watakana uombe dua kama hii: Allahumma, Mwenyezi Mungu. Yeye na Aisha yuanza pale, Allahumma, Mwenyezi Mungu, innaka afuwun karimu tuhibbul afwa fa'fu anni. Mwenyezi Mungu, wewe ni mwingi wa kusamehe. Ikiwa wewe ni mwingi wa kusamehe, basi na mimi mja wako ninaomba msamaha wako. Maana Mwenyezi Mungu yeye ndiye mwenye kusamehe watu. Hakuna mwanadamu ambaye anaweza kusamehe ukapata msamaha kama ule wa Allah subhanahu wa ta'ala anaotoa. Ndiyo Mtume amwambia mke wake, omba, Allahumma innaka afuwun karimu tuhibbul afwa fa'fu anni. Mwenyezi Mungu aweze kukusamea, maana sisi sote si kamili, kila mmoja ana mapungufu yake, lakini ule ndio wakati ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea mimi na wewe. Mbingu ziko wazi, Allah subhanahu wa ta'ala anatafuta, anangojea ni mja wangu gani ambaye atarudi nyuma na kuniomba msamaha mimi.
lakini huo ndio wakati ambao kuna masikitiko makubwa. Utapata Waislamu, huo ndio wakati watu wamelala. Utapata huo ndio wakati kunao wengine wenye kucheza karata. Watu hukesha kwa biashara tofauti tofauti, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ametupatia mimi na wewe nafasi ya kuweza kutekeleza ibada, kutaka msamaha, ili tuepushwe na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ule moto wa Allah subhanahu wa ta'ala si moto kama ule tunaopikia kwetu majumbani. Ule ni moto ambao laiti mwanadamu ukaingizwa ukiwa uko hai, ukaingizwa tu pale mara moja utolewe, naona kila mmoja angekwako kila wakati yeye anamsujudia Allah subhanahu wa ta'ala kwa ule ukali wa ule moto. Lakini huu ndio wakati ambao ni mimi na wewe tuweze kurudi nyuma, kuweza kutekeleza ibada kama hizi, tuweze kujipinda katika kufanya ibada ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameweza kutuamrisha mimi na wewe. Tukiangalia hadithi ya Nana Aisha radhiallahu anha, Nana Aisha anasema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, yajtahidu, mtume alikuwa akijitahidi. Yajtahidu, mtume alikuwa akijitahidi. Mtume alijitahidi wakati gani? Na Aisha anatuambia mtume alikuwa akijitahidi fi ashri, katika siku 10 hizi, akhiri, katika siku 10 hizi za mwisho. Ina maana mtume alikuwa akijitahidi sana katika siku 10 za mwisho kama hizi ambazo tuko katika hizi siku. Ma la yajtahidu fi ghairihi, mtume sallallahu alaihi wasallam alijitahidi katika masiku 10 kama haya kuliko miezi mingine yote hiyo. Huyo ni mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, mtume wa Mwenyezi Mungu, rehema na amani zimshikie yeye. Tayari alikuwa ashasamehewa, ashabashiriwa pepo, lakini walio ilikuwa ikifika katika masiku 10 kama haya, mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijipinda zaidi kutekeleza ibada na kufanya istighfar zake katika masiku 10 kama haya. Je, mimi na wewe twajipinda katika ibada gani? Ama sisi ndio wale ambao tunaangalia kalenda na tukiangalia leo tuko 23, kesho tuko ngapi? 24. Twazihesabu kwa kuwa zaendelea kupungua, lakini mtume alikuwa yeye akijipinda na kufanya ibada zaidi na zaidi katika kipindi kama hiki. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakufanya ibada peke yake, bali alikuwa akiamsha ahli zake, wale alikuwa yuko nao, wake zake, alikuwa akiwaamsha kuweza kila mmoja kutekeleza ibada ya Allah sallallahu alaihi wasallam. Ni mimi na wewe tuweze kujiuliza katika hizi siku 10 kama hizi, tutarajia nini mimi na wewe masiku 10 kama haya ya mwisho yakikatika?
kila mmoja ana matarajio yake. Ndio maana katika darasa mwalimu hufundisha, kisha akaja akatoa mtihani. Akitoa mtihani, kila mmoja atajulikana, aliyekuwa wasindikiza wenzake, aliyekuwa akija kuangalia darasa lilipigwa rangi gani. Kila mtu wa aina tofauti tofauti atapatikaniwa pale. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatugawanyia makumi kama haya matatu, akatuwekea awwal rahma. La kwanza la rahma lilikwisha, maghfira likakwisha, idhkum minan nar. Hili ni kumi ambalo kwamba ni ya kuweza kuepushwa na moto. Huu moto wa Allah Subhanahu wa Ta'ala si moto ule wa kupikia maandazi, si moto wa kupikia chakula nyumbani. Huu ni moto ambao ni mkali. Ndio maana mimi na wewe tumewekewa nafasi kama hii ya kuweza kurudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuweze kutekeleza ibada kikamilifu. Masiku 10 kama haya tuweze kujipinda. Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye alikuwa katika masiku 10 kama haya alikuwa akijipinda kwa kufanya ibada, kufanya istighfar. Ndiyo maana waambiwa Mtume hakuwa peke yake akifanya ibada zake. Mtume alikuwa yuko na jamaa zake akiwaamsha. Sasa kama wewe ni baba, muamshe mkeo yule, na yeye pia atekeleze ile, isije ikawa 10 kama hili litakwisha, iwe hakuna ambacho kwamba tulichojivunia mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tukiangalia katika masiku 10 kama haya, na Aisha alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, je, katika siku kama hizi, huu usiku wa Lailatul Qadr unapatikaniwa katika masiku gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam alimjibu na Aisha kwa kumwambia ni siku ambazo kwamba haziwezi kugawanyika mara mbili. Ina maana hizi ni zile witri ambayo kuna 21, 23, 25, 27. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumwambia na Aisha kuwa jipinde katika hizi tarehe peke yake. Na Aisha alijipinda katika masiku yote 10 yale ya mwisho katika kufanya ibada zake. Mtume sallallahu alaihi wasallam naye akawa akazidisha yale ambayo kwamba alikuwa akiyafanya katika miezi ya nyuma. Wakati wa 10 la mwisho la Ramadhani akawa anatekeleza ibada kama ile kwa wingi, bila kuchoka, bila kujali. Yote hii ni nini? Ni kutaka msamaha wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimi na wewe hatujajua Ramadhani ikaondoka kama leo, tuna amali gani ambayo tuliyoitekeleza? Tukiangalia katika somo zetu hizi, ni lazima tuweze kukipinda, tusimame usiku, tuweze kukithirisha ibada, tulete istighfari kwa wingi, ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kutuepusha na moto wake.
Ndio maana ukiangalia wakati wa nyuma maswahaba walikuwa wakifanya ibada kwa wingi, wakishindana, kila mmoja alikuwa yataka awe bora kuliko mwenzake. Lakini leo katika mujitamaa kama huu wetu, leo akapatikana tu mtu yenda msikitini, yule siku hizi wajidai yule wajua kuswali yule. Lakini wewe ambaye uliokaa ule wakati uliokaa na yule mwenzako alipoenda, wewe umepata faida gani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Haya yote twatikana tuyafanye mazingatio, maana tuko katika 10 ambalo kwamba likikupita 10 kama hili, hakuna guarantee kama Ramadhani ya mwaka ujao utakuja kupata. Ni tuweze kutekeleza ibada kama hii, ndio tuweze kusalimika na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kiangalia hadithi moja, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man kama Ramadhana, mwenye kusimama. Man kama, kuna manswama kufunga na kuna man kama kusimama, ambao ni ule wakati unaposimama wewe utakapofanya ibada yako. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatubia, man kama Ramadhana, mwenye ambaye kwamba atakayesimama kuswali katika usiku kama huu wa Ramadhani, imanan, akawa na imani, wahtisaban, na matarajio, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Mwenyezi Mungu humsamehea madhambi yake yaliyopita. Tuangalie usiku kama huu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, yoyote ambaye kwamba atakayesimama katika usiku kama huu wa Lailatul Qadr, imanan, yeye akawa na imani yake, wahtisaban, na matarajio kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Mwenyezi Mungu msamehea madhambi yake. Sisi usiku twalala, twajifunika mashuka, hata saa nyingine alfajiri pia atupita. Tutakuja tujisifie mchana, basi nilikula daku nililala. Usiku wa kupita hivi hivi, mbingu ziko wazi, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anaangalia mja wangu gani ambaye kwamba anataka msamaha wangu. Lakini hapo sisi tayari tumelala, tushatosheka na ibada ambayo tunazozifanya, kuswali swala ya dhuhuri, alasiri, magharibi na isha na salatul fajr. Hiyo imetutosha sisi. Lakini Mtume alikuwa akijipinda mpaka miguu yake ikifura kwa kuweza kufanya ibada ya Mola wake. Je, mimi na wewe ni kitu gani ambacho ni kizito sisi kinatuzuia kuweza kusimama katika usiku kama huu? Ni mimi na wewe tuweze kufikiria na tuweze kuweka mazingatio. Ikiwa mimi na wewe tumepata fursa ya kuwa katika 10 la mwisho kama hili, ni ibada gani ambazo tutakazokuwa tunazifanya kwa wingi ili tuweze kwenda kusalimika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Itakuwa hasara Ramadhani ije iishe
na wewe uwe hujapata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala, itakuwa ni matarajio gani? Ni mambo gani ambayo utakuwa wewe uliwekeza? Kila mmoja akija swali hapa, kila mmoja ana mambo yake anayotaka. Ndio maana tukaambia unaposimama katika usiku kama ule, Mtume alimwambia na Aisha dua ambayo kwamba watakikana uombe, Allahumma, ewe Mwenyezi Mungu. Sasa pale na Aisha anamuomba Mwenyezi Mungu, anaomba asamehewe. Lakini sisi katika mujitamaa kama wetu, kiangalia mtu kwake jana alilala hakuna kitu, atamuomba Mwenyezi Mungu nini? Pesa. Lakini Mwenyezi Mungu naye alisema nini? Yoyote atakayeomba vya duniani tutampa vyote vile ambavyo viko duniani. Lakini je, kesho kule kwa hisabu tutakuwa tumewekeza hisabu gani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Mimi na wewe tuweke mazingatio, tuweze kuangalia yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha katika masiku 10 kama haya, tuweze kujipinda kufanya ibada kwa wingi ili tuweze kuepushwa na adhabu ya moto. Maana hizi swala zetu na saumu zetu bado, ndio maana tukapatiwa golden chance kama hii, ofa kama hii imetokea, ni tuweze kujipinda, kila mmoja aweze kujipinda kufanya ibada ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameweza kutuamrisha. Huu ni usiku ambao ni usiku tofauti na miezi mingine. Huu usiku wapatikaniwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani pekee yake. Hakuna mwezi mwingine ambao kwamba tutakaoweza kupata usiku huu wa cheo ambao ni usiku wa Lailatul Qadr. Tumwombeni Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe ni miongoni mwa watakaojipinda kufanya ibada katika masiku 10 kama haya. Tumuombeni Mwenyezi Mungu atujalie tuwe ni miongoni mwa wale ambao kwamba watakaoepushwa na adhabu zake za moto. Tumuombeni Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa wale ambao kwamba tulipofunga saumu zetu ziwe zitakuwa ni zenye kutakabaliwa. Wa idha qara'ta al-Qur'an fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bil ayati wa dhikril hakim. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. Ikiwa tujamalizia hotuba yetu ya pili, tunapenda kukumbushana, huu ndio wakati mwafaka wa kila ambaye kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyeweza kumruzuku. Ni wakati ambao usingoje wakati ambao watu watakaswali swalatul Eid wewe ndio watakatoa zakatul fitri zako. Huu ndio wakati ambao kwamba hizi funga zetu na ibada zetu na hizi zaka zetu ndio zitaweza kuweka uzito katika yale ambayo kwamba tutakayokuwa tunayafanya, na katika yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameweza kutuhusia sisi, usitoe zakatul fitri ile ambayo kwamba wewe hauwezi kula. Ikiwa wewe unatumia mchele ni Fatma,
yule unayempa mpatie huo. Usiende kumtwalia Pakistani ukampa, lakini kumbe wewe waenda mwenyewe kula mchele wako mwembamba, yeye umempatia mchele ambao vunjika. Ile itakuwa si zakatul fitri. Na katika zakatul fitri tukiangalia wakati wa Mtume, watu walikuwa wakitoa na watu wengine walikuwa hawajui. Zizi zakatul fitri zetu, wakati tutakapokuwa tumejaliwa tunatoa, basi wewe zitoe ikiwa ni baina yako wewe na yule unayempa na Mola wako. Lakini masikitiko yatakuwa hapa, sisi tunataka tufanye kuwa kila mmoja atujue kuwa totoa, tupangishe watu laini. Ile itakuwa si zakatul fitri, bali ile itakuwa ni aria, kwa kujionyesha. Na kitu cha kujionyesha kama kile mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna malipo yoyote wala hakuna jaza yoyote utakayopata. Ni tuweze kuyazingatia haya, maana masiku yanayoyoma, huenda hii ikawa ndio Ijumaa ya mwisho ya mwezi wa Ramadhani. Sasa ni mimi na wewe tuweze kuyafikiria. Ikiwa wewe ulikuwa ushajipigia hisabu unaenda kuchukua mchele biriani, lakini wewe kwa hauli huo, katisha ile hisabu, nenda kanunua ule mchele ambao wenzako wanaotoa. Ndio maana zakatul fitri ilisemekana ni kile ambacho kwamba katika ule mji ambayo wewe uliko, ni kitu gani ambacho kwamba kila mtu anayekula. Huwezi kusema utapelekea mwenzako ngasima, wakati wewe kwako utakuwa umekaa unakula chakula chako kizuri, wapelekea mwenzako ngasima. Hiyo itakuwa ni makruh mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuweze kufikiria sana kiupande huu, na wakati wa kutoa, toa kwa mkono huu mwingine usijue. Si umpatie yule usimame pale, basi mtu fulani nampa yule, kamuulize kama sijampa, itakuwa hakuna ujira wowote ambao umepata mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndio maana wakati wa Mtume watu walitoa na walikufa, na watu walikuwa hawajui kama wale walikuwa wakitoa. Ukiamka wapata mzigo uko mlangoni kwako, lakini alileta mzigo haonekani. Lakini sisi tukitoa, kijiji kizima kitajua tumetoa, na ile itakuwako si kutoa, bali itakuwa ni aria, ni kujionyesha kuwa wewe weza toa, lakini mbele ya Mwenyezi Mungu hakuna kitu ambacho kwamba utakachokuwa umevuna. Alhamdulillah hamdan kathiran kama amara, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyu min khalqihi wa kalim wa ala alihi wa sahbihi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض عن الخلفاء الأربعة الكرام منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية رسول الله رضوان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر جيوش المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أجرنا من النار سالمين وأدخلنا الجنة آمنين وتوفنا مع المسلمين وألحقنا بالصالحين وجعلنا من السعداء مقبولين وجعلنا من السعداء مقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء مكروهين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. عباد الله،
inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurkum wa 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar wallahu ma tasma'un. Aqimus salat.